makubwa kwenye sekta ya elimu. Tuliona pale huyu Matiang'i kwenye sekta ya kwenye sekta ya ulinzi. Tuliona kwamba wale ambao ni bandit kutoka Rift Valley ambao walikuwa wanakandamiza mwananchi wa kawaida. Tuliona kwamba ule wizi wa mifugo ulipungua. Tuliona kwamba mashambulizi zaidi ambayo tulikuwa tunashuhudia kule Northeastern yalipungua. Kwa hivyo utasemaje kwamba huyu mtu kwamba ana uwezo wa kuwa kwenye uongozi wa hili taifa? Sijasema Matiang'i ana uwezo wa kuwa katika kiongozi wa taifa. Shida yangu ni Rigathi Gachagua kwanza kusema Matiang'i ameua watu, kusema Matiang'i amekuwa akiharibia wananchi biashara, kusema Matiang'i anafukuza watu katika makao zao, na kwa sasa hivi yeye ndio wa kwanza kuambia Matiang'i you are fit to hold office. Ningependa kuambia bwana Matiang'i unadanganywa kwa sababu mnafiki wako hawezi kuwa rafiki wako. Kuna hii makala iliandaliwa na bwana Michael aliandika hivi. Wakati viongozi wakiwa serikalini, viongozi hawa wasemi lolote wakati waovu wanaoiba. Wakati waandishi wa habari wanatishwa au wakati sheria mbovu zinapitishwa, wanakula, wanakunywa, wanashangilia. Lakini wakitemwa ghafla, wanajifanya walikuwa na huzuni kubwa kwa mateso ya wananchi. Unajua kwamba kuna kile kitu ambacho watu huishi kusema kwamba siasa ni mchezo mchafu. Utamsikia kwamba leo kiongozi fulani akimsifia kiongozi fulani. Lakini kesho utashangaa sana kumsikia yule kiongozi ambaye alikuwa anamsifia. Utasikia kwamba amemgeuka na ameanza kuleta ule uovu wake. Kwa hivyo siasa ni mchezo mchafu. Kwa hivyo sijui mwananchi wa kawaida aamini nini kutoka kwa viongozi wetu, ama aamini nani? Maanake tumeona siku mingi baadhi ya viongozi wakikinzana. Leo niko kwako, kesho niko upande mwingine, na mmoja wao ni kiongozi wako ambaye pia tuliona kwamba alikuwa anasema kwamba huyu bwana Ruto ni mfisadi, huyu bwana Ruto sijui amefanya nini, lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba yeye pia wako kwenye kitanda kimoja. Kwanza kabisa acha niseme hili. Pale ambapo unajua utashiba. Na hili ningependa kusema, umezungumza na ukasema kwamba nishibe. Acha niseme. Siasa za Kenya, wale vigogo wa siasa wa Kenya, ni kule ni shibe. Tuanze kuangalia kuanzia 202. Kuanzia 202 tuangalie opposition imekuwa namna gani. Tukiangalia Mudavadi wakati alipotimuliwa, tutumie nafasi ya Mudavadi alipokuwa naibu wa rais, wakati alipotoka huko alikuwa position. Alipoambiwa kuja tule mbuzi pamoja, alifanya nini? Alienda kala mbuzi. Tukiangalia pale 2013 alikuwa na Raila Odinga, wakaweza kupoteza. 2017 alienda wapi? Pale palipo na mbuzi, akaacha minofu mifupa, akaendea nyama. Kwa siasa za Kenya, wale watu ambao wako opposition, wale ambao wanakinzana na serikali, hawana sera. Tukirudi kwenye maneno yako, ulikuwa umesema kwamba Rigathi Gachagua anampumbaza bwana Matiang'i kwa sababu huyu Rigathi Gachagua miaka ya hapo awali walikuwa wanampiga vita pale Matiang'i wakati ambapo walikuwa kwenye uongozi, na kwa sasa hivi tunaona kwamba pia kiongozi wako alikuwa anapiga vita Rais William Ruto, na tunaona pia wanacheza. Kwa hivyo huwezi ambia kwamba Matiang'i wasiungane na Gachagua. Kwanza kabisa kama ulisikia Raila Odinga akimzungumzia akiwa katika matanga moja Murang'a 2 years ago, Raila said huyu bwana Ruto nimefanya nao kazi kwa miaka mingi sana na najua atapoa. Lakini wakati ambapo anazungumza anasema kwamba ni mfisadi. Je, hilo si kumharibia jina kwa wananchi? Wakati alisema anajua Rais Ruto atapoa, mtoto wako wewe ndio unayejua ile weakness yake, unajua ile stronghold yake kama mzazi. Wewe ndio utamuelekeza, mtoto wangu fanya hiki, fanya kile. Na Raila alipokuwa akisema hivi, alishajua yule mwanafunzi wake ama rais wa sasa William Samoei Ruto hataweza kutimiza yale ahadi, kwa sababu hadi kama wewe ni mzazi unajua, ama mwalimu unajua ile mwanafunzi shupavu yule yako katikati, yule kidogo angalau anajaribu anaburura mkia pale
chini. Wewe kama mwalimu unajua. Sasa Raila alipokuwa anasema mfisadi, alikuwa anaongelea, unaona akiwa naibu wa rais, alikuwa anaongelea ile matendo ambayo amefanya. Na kwa Raila akisema yale matendo alifanya akiwa naibu wa rais, na kila mtu aliona, hadi rais mwenyewe aliweza kumfuta nje katika serikali. Hakuwa anahusishwa na yale mambo yalikuwa akifanyika. Inaonyesha hadi rais mwenyewe alipoteza imani na naibu wake wakati huo. Na ni kweli Raila kusema hivyo alikuwa mfisadi. Hata rais mwenyewe Uhuru Kenyatta ambaye tunasema alikuwa mchapakazi, alifanya kazi nzuri, aliweza kuona kuwa alikuwa mfisadi. Na tukitoka kwenye siasa za kitaifa, ningependa kidogo tuzungumzie tu kwa kiduchu siasa za kaunti ya Nairobi, ambapo tumeona kwamba mwenzako kwenye chama chako cha ODM Babu Owino amesema kwamba 2027 yuko debeni na atakuwa akigombea kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa. Je, unaona kana kwamba bwana Owino yuko na uwezo wa kumuondoa mwenzake? Kwanza kabisa, Dimples boy, there is nothing is doing in Nairobi. Sakaja hakuna chochote isipokuwa kuchukua taka na kuenda kuweka Stima Plaza. Hakuna chochote amekifanya Nairobi. Na kuitisha ile mashine ya kutengeneza chapo ile milioni 1. Muongee mkiwa Kitui, muongee mkiwa Nyandarua, mtu ambie hili ni mbaya na inapaswa kufanya hivi. Ningependa kushukuru wale ambao wametusikiza siku ya leo, na pia ningependa nipeleke salamu katika na kama uko na nia hivi mwaka 2027 pale kuwania kitu chochote, zungumza nao. Kwanza wale wanaonisikiliza nyumbani Homa Bay, ile maeneo ya Kasipul, na najua mbunge wangu amenipata mbashara, bwana Charles Ogondo Were, mheshimiwa, jua na kukujia hapo na nitakuweka katika line, nitakwambia yale mambo nayoyafanya. So jua 2027 hapo mheshimiwa, nitakuwa na wewe huku na kule, tukikimbia hapa na hapa, na niko na wazo ya kuwa MCA pale South Kasipul ikiwemo 2027. Ningependa kusalimia mama yangu akiwa kazi pale maeneo ya Siaya, Bernardina Adel, anafanya kazi nzuri. Kisha shosho wangu ambaye bado amenilea sana, nimekaa na yeye miaka yangu yote, Martha Adel akiwa Buoy Oyugis, akinisikiza. Na mwisho kabisa, ningependa kumtambulisha sistangu, my only sibling, akiwa maeneo ya Thika, na je ananisikiza akiniambia kuwa msio bradangu anafanya kile na kile, na kisha daktari mwenyewe bwana Kemboi kwa kunipa fursa ya kujikimu katika journalism mama hii katika tasnia yangu ya kuwa journalist tajika, kuwa mwenye siasa kama mwanachama wa ODM. Nimekuwa journalist, nikaingia katika siasa, nimekuwa mwanasiasa wa ODM. Ni kiongozi wangu yule aliyenielekeza nikiwa katika shule na bwana Kemboi. Na kabla sijakukatiza, leo ni siku ya wapenda nao. Sisi mbona sijasikia ukimtaja mama pale? Kama yuko mtaje wana. Kwanza kabisa wako wengi, na nikitaja kidogo nitapigwa. Sasa ningependa nimtambulishe Miss Tyra akiwa katika chuo kikuu cha ningependa nimgotee akiwa anafanya HM. Ni rafiki ambaye ameleta umuhimu katika maisha yangu. Kuna yule msichana aitwa Pamela, yes, amefanya na kisha ningependa tu kutuma ujumbe kwa ex wangu. Yes. Umwambiaje? Ningeambia ex wangu hivi, jitahidi na ufanye kile ambacho unapaswa kufanya. Shukrani. Shukrani sana bwana Onyango. Shukrani sana msikilizaji ambaye umekuwa ukitusikiliza. Umetupa muda wako pale, ukatupa masikio yako ukitusikiliza, na pia watazamaji ambao pia wanatutazama kwenye mtandao wetu wa YouTube pale, na hususan TikTok, na vile vile mwenzangu pale ambaye ni my producer, my able producer bwana Vincent Kilonzo, akiwa pale kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinasonga kadri ambavyo tumepanga. Na kitu ambacho ningependa kuambia msikilizaji ni kwamba wakati ambapo tuko hapa kwenye microphone, kama nyuma yako hakuna mtu ambaye amekushikilia na kuhakikisha kwamba maneno yote ambayo utayasema pale yako sahihi, na kuambia haiwezi ikafanyika. Kwa hivyo bwana Vincent Kilonzo, na kubig up sana mazee, nasema Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na kwa kazi kuntu ambayo unaifanya, na nashukuru sana. Na kwa msikilizaji ambaye pia pale ametusikiliza na kutupa muda wake wote, tunakushukuru sana. Tunasema sana mazee, Mwenyezi Mungu akubariki. Tupatane tena kesho masaa kama haya, na tunasema kwamba kipindi ni Kenya Mezani.
Mezani, ambapo tunaangazia na kuchambua siasa za Kenya kwa kiundani kabisa na kutoa yale ambayo ni mambo ambayo ni fiche, na kila aina ya mambo yote ambayo yanafanyika pale, ufisadi, kila kitu tunaanika papa hapa ndani ya kipindi kipendacho Kenya Mezani. Jina langu ni Monene Kelvin Munguru.